wilayati Nangadi. Wama adraka ma Nangadi. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu wapendwa Waislamu wa nchi hii ya Mozambique, ndani ya wilaya hii ya Nangadi, ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rahma na amani mtume wetu, mwalimu wetu, kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tokea tumefika katika nchi hii nchi yenu, tarehe 5 mwezi huu wa 9 mwaka huu 2012, takriban sasa ni wiki tokea tumewatembelea kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya mtume wake Muhammad. Tokea tumefika tumekuwa ni wenye furaha, furaha isiyokuwa na kifani na isiyokuwa na mipaka. Kwa nini? Kwa namna tunavyopokelewa kila tunapokwenda, na si kupokelewa tunakuachwa njiani, bali hata kuitika au kuitikiwa wito wetu na mihadhara na mawaidha tunazotoa. Furaha yangu leo imeongezeka zaidi na zaidi na zaidi. Kwa nini imeongezeka zaidi na zaidi na zaidi? Hii ni wilaya kwenu Nangadi. Kwa kwetu Tanzania inaweza ikawa wilaya na ikawa vile vile kijiji kwa umbali wake na mji. Takriban ni zaidi ya kilomita 70 kutoka barabara kuu ya kukupeleka Tanzania. Kwanza hatukutegemea kama tungekuta umma mkubwa kama huu kutokana na masafa marefu tuliyoyakata. Na si hivyo tu, tumefarijika zaidi baada kuona wilaya ya Nangadi inaongoza kwa kupenda sunna ya Mtume Muhammad. Warabu wanasema al-aqilu takfihi al-ishara. Mwenye akili ishara zinamtosha. Nyuso zenu, physical appearance zenu mulivyo ni watu wa sunna, kuanzia nyie kina baba mpaka wake zenu wamevaa mavazi sahihi ya Kiislamu. Takbir! Tumefurahi sana kwa hilo. Na furaha yetu imezidi zaidi baada ya kusikia na kujua kwamba wilaya ya Nangadi Kiswahili ni kama Dar es Salaam, jiji la gharama. Ina maana hapa nilipo mimi natamba na hisi niko TMK wanaume Temeke kwetu kule. Kwa sababu kuna maeneo tumepita mimi na wenzangu tunazungumza Kiswahili na lazima kitafsiriwe Kireno na Mpula huko. Tunazungumza Kiarabu inatafsiriwa kwa kilugha Kireno. Hapa ina maana mnanipata moja kwa moja. Safi kabisa. Lakini furaha tena imezidi na kuzidi, na ikawa ina mshangao mkubwa baada ya kuona serikali ya Mozambiki inawaunga mkono Waislamu na kuwajali na kuwaheshimu. Takbir! Napenda kutoa pongezi za dhati kabisa mimi na wenzangu kama wahadhiri wa Kiislamu kwa serikali yenu hii ya Mozambiki. Kwa nini? Huu si mkutano wa siasa.
kulikuwa kuna sababu zote serikali isihusike na lolote, lakini kila tunapokuwa na mkutano serikali inabariki na inaingiza mkono wake na inakuja kufungua na inaonyesha kuwa pamoja na sisi. Hii ilianza tokea Musimbwa Dapraya. Tulipokelewa kule, mkuu wa wilaya alipanga kuja na yeye akapata dharura, akamtuma meya au mkuu wa manispaa akaja akafungua. Kila tunapokwenda ni hivyo, na sasa hivi tena kuna mwakilishi wa serikali mmemsikia akiongea hapa. Hii inaonyesha mna neema, serikali yenu inajua kwamba kuna dini inaitwa ya Kiislamu na kuna watu raia wao wanaitwa Waislamu. Kwa mujibu wa nyinyi, kuna sehemu mlikaruzana kuhusu hijabu, mkapiga kelele bila ya maandamano, serikali yenu ikawaomba radhi na kutoa ruhusa watoto wa Kiislamu wavae hijabu mashuleni mpaka makazini, popote pale ni ruhusa. Sio hivyo tu, serikali yenu kwa mujibu wa nyinyi imejiunga na OIC, Umoja wa Nchi za Kiislamu. Na Mpula nilipewa taarifa au Pemba, nikashangaa. Rais wenu aliyopita, mimi siwajui kwa majina, aliwahi kuhudhuria katika kikao cha OIC. Waandishi wa habari wa kimataifa wakamhoji, wakamwambia, wewe si Muislam, umefuata nini katika kikao hichi cha Waislamu OIC? Akasema, nimekuja kuwakilisha raia wangu Waislamu. Takbir! Wallahi mko katika neema kubwa. Mko katika neema kubwa ambayo wengine watawaonea donge. Ndugu yangu anasema hata sie tunawaonea donge. Ni kweli. Sasa wasia wangu, shikamaneni na serikali yenu. Kama alivyosema Sheikh Ahmad Mbone, bila ya viongozi wa dini, bila ya Waislamu, pia nchi haiwezi kwenda salama. Waislamu pia wana mchango mkubwa kabisa, pamoja na viongozi wao wa Kiislamu. Kwa hiyo dumisheni amani na upendo, muishi na kila mtu kwa mujibu wa Uislamu. Bahati nzuri dini yetu inatufundisha hata kuishi na wanyama kwa uwema. Acha binadamu. Heshimuni mamlaka zilizopo juu yenu. Madama tuna nyinyi mmepewa uhuru wa kufanya yale ya kwenu, tekelezeni katiba yenu kama Sheikh Ahmad Mbone, shekhe wa Kanda, alivyosema. Mnapewa ruhusa, vaeni hijabu, onyesheni kweli mna imani na mna uchungu, na inakuwa ni full hijabu Mozambiki yote, kana kwamba watu wakiingia wadhani kwamba ni Maka au Madina. Sio mnang'ang'ania kutaka hijabu, mnapewa. Watoto wa Kiislamu ndio wanaongoza kwa vichwa wazi na vitopu na wanatembea uchi. Itafika sehemu mtadai hata madai mengine makubwa zaidi ni ya msingi, mtaambiwa hapana, hamtopewa, nyinyi wenyewe hamjajipanga kidini, imani zenu dhaifu, kwanza shikeni vizuri Uislamu wenu. Baada ya kusema haya, niishi na nyinyi sasa na anwani ya muhadhara wangu. Tutazungumzia mambo ambayo humpeleka mtu peponi na humepusha na moto. Mambo matano ambayo humpeleka mtu peponi na humepusha na moto. Wangapi wako tayari kuingia peponi? Mimi nanyanyua mikono yote mawili. Wangapi hawataki moto? Mimi naweka mkono mpaka chini huko. Sasa sikilizeni vizuri, mambo matano ambayo humpeleka mtu peponi na humepusha kabisa na moto wa Allah na adhabu ya Allah. إذن كعادتنا سنعيش مع حديث واحد من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ni hadithi moja tu miongoni mwa hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
amesimulia sahaba Abu Ayyub al-Ansari يقول أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار أو دلني إلى عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. Sahaba Abu Ayyub al-Ansari anasimulia, anasema mmoja ya masiku alikuja bwana mmoja kwa bwana wa mabwana, bwana wa viumbe Mtume Muhammad. Sahaba mmoja amekuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anamwambia hivi: ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, dullani, akhbirni, naomba unielekeze, naomba unijulishe juu ya amali ambayo nitakapoitenda hunipeleka peponi na huniweka mbali kabisa na moto. وهكذا كان الصحابة يحرصون على الجنة وعلى الخير. na hivi ndivyo masahaba walivyokuwa wakichunga sana kutaka kujifunza mambo ya kheri na kutaka kujiepusha na mambo ya shari. Sahaba Hudhaifa ibn al-Yaman anasema ya kwamba كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. watu walikuwa wanatabia kumuuliza Mtume mambo ya kheri tu, ya peponi tu, lakini mimi nilikuwa na kwenda kinyume, napenda kumuuliza Mtume mambo ya shari na mabaya ili niweze kujikinga yasiweze kunifikia. Sahaba anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, nijulishe, nielekeze, nifundishe juu ya jambo ambalo nitakapolitenda hunipeleka peponi na huniepusha na moto wa Allah. Sikiliza majibu ya Mtume Muhammad. Enyi Waislamu wanangadi, mlinyanyua mikono miwili kwa nguvu zote. Angalia mambo haya matano unayo. Kama unayo, kweli wewe ni mtu wa peponi. Kama huna, fanya ujitahidi upate kuwa nayo, kwa sababu mambo haya matano humpeleka mtu peponi na humweka mbali kabisa na moto wa Allah. Jambo la kwanza kabisa, Mtume Muhammad, Waislamu wanangadi, naona kidogo mekuwa mabakhili wa kumswalia Mtume. Sheikh Daudi, Sheikh Adam, watu wako wana ni mabakhili kwa mujibu wa hadithi ya Mtume. Al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Anasema bakhili kuliko wote duniani ni yule ambaye mimi Mtume natajwa mbele yake alafu yeye anauchuna tu, haniswalii. Anaanza sasa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuelekeza jambo la kwanza. Anasema ta'budu Allah wa la tushrik bihi shay'a. Jambo la kwanza kabisa, ukitaka kuingia peponi bila ya hisabu, umwabudu Allah ibada iliyotakasika, ibada iliyokamilika, ibada isiyokuwa na shirki ndani yake, na wala usimshirikishe Mola wako na kitu chochote. Allahu akbar. Ni tauhidi, ni da'watul anbiya, wito wa mitume na manabii. Mitume 25 Allah amewatuma, wote wamekuja kuwafundisha watu tauhidi na aqida. Ikiwa tutakosa tauhidi,
tutakosa aqida. Huu ni msiba, na tutakuwa tunatwanga maji kwenye kinu. Ina maana amali zetu zote hazikubaliki, ni batil. Shirki, ndugu zangu, ibada tuifanye na shirki tujiepushe. Nini lengo la kuumbwa kwa wanadamu? Na si wanadamu tu, hata majini. Allah anasema wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wama khalaqtul jinna wal insa, na wala sikuumba majini na wanadamu, illa liya'budun, isipokuwa waniabudu mimi Mtume Muhammad, isipokuwa waniabudu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi sote ni waja wa Allah, na Mtume Muhammad ni mja wa Allah. Haturuhusiwi hata kumwabudu wala kumsujudia wala kumuomba Mtume Muhammad. Angalia hii dini. Katika dini zingine wanabudiana wao kwa wao, maamuma anamwabudu imamu. Sisi kule Dar es Salaam tunasema hakuna wa kufagiliwa, anayefagiliwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu mimi Allah mola wao. ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. Ibada, ndugu zangu, ni kila ambacho Allah anakipenda na anakiridhia katika matendo mbalimbali yaliyo mazuri na kauli mbalimbali yaliyo mazuri. Kama tunavyofahamu, ibada kuu kwa Waislamu ni sala 5. Fala khaira fi man la yusalli wa la yuqimu as-salah. Hakuna khairi kwa yoyote yule ambaye haswali na hasimamishi sala 5. Na asiyeswali si Muislamu, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume Muhammad. الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Tofauti iliyopo baina yetu sisi Waislam na wasiokuwa Waislam ni sala, jamani. Atakayeacha sala hakika amekufuru. Akasema tena katika riwaya nyingine, baina ar-rajul wash-shirk wal-kufr as-salah. Tofauti ya mtu na ukafiri na ushirikina ni sala. Atakayeacha sala hakika hayumo katika Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man taraka as-salata fardan wahidan mutaammidan faqad kafara jihara. Mwenye kuacha sala fardhi moja, kipindi kimoja, tena maksudi kabisa, hakika amekufuru kuliko wazi kabisa. Leo ni aibu ukiangalia wilaya, kijiji, idadi ya Waislamu waliopo na safu za misikiti ni safu 2. Ina maana wanaosali na wasiosali ni wengi kuliko wanaosali. Jamani, sawa si sawa? Ikiwa tutafikia hatua hiyo, wanaomwabudu Allah na kumnyenyekea ni wachache, wanaomsujudia ni wachache, wasiomsujudia ni wengi, hakika ni msiba mkubwa kabisa. Na umma ule, kikundi kile, wilaya ile, kitongoji kile, kijiji kile, kanda ile, mkoa ule, nchi ile, bara ile, haina baraka wala kheri madama Allah hasujudiwi na haabudiwi. Nabii Ismail alayhi salam Allah amemsifu ndani ya Qur'an,
katika suratu Maryam Allah anasema واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. mkumbuke we Muhammad katika kitabu nabii Ismail, hakika yake alikuwa ni mkweli wa ahadi na alikuwa nabii na mtume vile vile. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Nabii Ismail, moja katika sifa zake zilizo nzuri kabisa, alikuwa akipenda kuwaamrisha watu wake kusimamisha sala tano. Na katika mafundisho ya Uislamu, علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين. wafundisheni watoto wenu kusimamisha sala watakapofika miaka 7. Watoto hao wazuri waliokuwa mbele yangu, wengi wao miaka 7 wamefika. Je, wewe mzazi ambaye una mtoto ana miaka 7 kashafikisha, umemfundisha kuswali? Mwanao tukimwita hapa tukamuuliza swala ilivyo kwa mujibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaweza kutekeleza? Ikiwa hawezi, ina maana ni wachache wenye kumtii Allah na Mtume. Na huu ni msiba kwa umma wa Kiislamu. Hapa ninazungumza live na Waislamu wa Mozambiki kupitia katika wilaya hii ya Nangadi, lakini Waislamu wa dunia nzima ujumbe wafikie. Mtoto leo anapokuwa mkubwa anaanza kupelekwa nursery school, anaenda kujifunza A, B, C, D. Na Mtume anasema anapofika miaka 7, jambo la kwanza afundishwe kuswali. Atakapojua, alafu kafika miaka 10 akakataa kuswali, wadribuhum alaiha wa hum abna'u, na wapigeni, wachapeni bakora. Ikiwa watafika miaka 10 tayari wanajua kuswali, tokea wana miaka 7 hawakuswali, wachapeni. Wazazi wangapi Nangadi waliwahi kuwaadhibu watoto wao kisa mtoto hataki kuswali? Wangapi? Ni msiba. Sisi umri unakwenda, kila umri unapokwenda tunakaribia kaburi. Hawa ndio baadaye watakuja kuwakilisha Waislamu wa Nangadi. Ikiwa hawajui swala katika umri huu, tunategemea baada ya miaka 50 60 Nangadi kutakuwepo na Muislamu? Tutaulizwa, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شديد عليها ملائكة غلاظ شداد يا أيها الذين آمنوا أني مليو آميني قو أنفسكم okoeni nafsi zenu, wa ahlikum, na okoeni familia zenu. Muokoe na nini? Na moto wa Allah, moto ambao waquduha an-nasu wal hijara, kuni zake ni watu na mawe. Alaiha malaikatun, wasimamizi watekelezaji wa zoezi la adhabu ni malaika wa Allah. Ghiladhun shidadun, ni malaika wakali wenye nguvu kabisa. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hawamasi Allah hata kidogo juu ya yale anayowaamrisha na wanatenda vile wanavyoamrishwa. Ni aya iliyokuja katika suratu At-Tahrim.
Kwa hiyo usalama, ndugu zangu waislamu, ni kumwabudu Allah, na ibada ya kwanza na ibada kuu katika Uislamu ni sala 5, na sio Ijumaa hadi Ijumaa, Idi au Idi. Kwa hivyo nitoe wito na nasaha kwa waislamu wanangadi, kuanzia viongozi wao, mashekhe, maimamu. Kaeni kitako, andaeni mkutano mkubwa, ikiwezekana nyumba hadi nyumba, kwenda kuwalingania wasioswali. Usalama wa wilaya yenu hii ni kumwabudu Allah na kutekeleza sala 5. Jambo la pili, Mtume anamwambia umwabudu Allah na usimshirikishe na kitu chochote. Na shirki sasa imekuwa ni msiba mkubwa kabisa. Shirki ndiyo gonjwa ambalo limeenea hivi sasa kwa waislamu wengi, na ndiyo gonjwa ambalo wametumwa mitume 25 kuja kuipiga vita. Lakini pamoja na kazi nzuri kabisa na kazi kubwa walioifanya mitume hao 25 au zaidi kuja kutokomeza shirki, lakini bado shirki imebaki kwa sababu ya ugumu na uzito wa watu na usugu wao. Yoyote mwenye kumshirikisha Allah hatonusa harufu ya pepo. Sikiliza vizuri mama wa Kiislamu, sikiliza vizuri baba wa Kiislamu, sikiliza vizuri kijana wa Kiislamu, sikiliza vizuri wewe mtoto wa Kiislamu. Allah anasema nini? Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Innahu man yushrik billah, hakika yoyote yule atakayemshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah anachukua ahadi ya kwamba amemharamishia kuingia katika pepo yake. Hautoiona pepo wala hautoinusa harufu yake ikiwa wewe kila kunakokucha wewe unamasi Allah na unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika suratul Bayyinah, lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi, Allah anasema washirikina moto wa jahannam unawasubiria. Katika aya ile maarufu Allah anasema wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Na wenye kumshirikisha Allah, washirikina wanaoabudia kinyume cha Allah, hao wataingizwa katika moto wa jahannam. Shirki hubatilisha amali. Hata kama tokeo umeanza kuswali una miaka 50 na hujaacha, hata kama umekwenda hija mara 100, hata kama una sijda kubwa kama kifuu cha nazi, kama unamshirikisha Allah huna kheri, na amali zako na matendo yako mazuri hazikubaliwi. Allah amethibitisha hayo katika suratu Az-Zumar pale alipompa Mtume Muhammad ujumbe huo. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, hakika umeletewa wahi na ufunuo ewe Muhammad, na ufunuo huo, wahi huo ulipelekwa pia kwa mitume waliokutangulia. Unasemaje? La in ashrakta la yahbatanna amaluka, ikiwa wewe Muhammad utamshirikisha Allah. Hivi ndugu zangu wanangadi, Mtume Muhammad anaweza kumshirikisha Allah? Mtume Muhammad aliwahi kufanya shirki hata ndogo? Hamnielewi? Nibadilike niongee Kireno? Mtume Muhammad anaweza kumshirikisha Allah? Aliwahi kumshirikisha Allah? Atashirikisha vipi wakati yeye ndiyo baba wa tauhidi na aqida? Anaambiwa hata wewe Mtume Muhammad kipenzi changu, ukinishirikisha hatujuani, tusijuane mimi na wewe. لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين, na utakuwa miongoni mwa wenye kupata hasara ikiwa utamshirikisha Allah. Angalia adhabu mbili hizo.
kimshirikisha Allah ewe Muhammad, amali zako nzuri zitafutika na utakuwa miongoni mwa wale waliopata hasara. Kisha ukaja wito mwingine, balillaha fa'budu wa kum minash shakirin, bali muabudu Allah peke yake, umsujudie peke yake, unapoomba muombe peke yake, ukipatwa na matatizo kimbilia kwake peke yake, kila jambo elekeza kwake, huna mwingine zaidi yake. balillaha fa'bud wa kum minash shakirin, bali Allah peke yake umwabudu na uwe miongoni mwa wale wenye kumshukuru. Leo shirki imeenea na wengine katika sisi tunafanya shirki pasi na kujua, na kila taifa wanamshirikisha Allah. Hakuna kabila wala taifa ambayo hamshirikishi Allah katika waislamu wa zama hizi, na kila moja na design yake ya kumshirikisha Allah. Wengine akiwa yuko safarini, anasafiri kapata pancha gari, kajikwaa, anarudi kwa babu, anasema safari hii ina nuksi. Mwingine mambo yanamwendea ovyo, kila kifanya biashara faida hapati, ni shoti kwenda mbele, matatizo yanamwelemea, hakai akajiuliza nini tatizo, pengine sababu ni yeye hasimamishi sala 5, hamfurahishi Mola wake, anamudhi, anamkera, anamkosea, ndio maana Allah anamuadhibu. Si kila unapopatwa na matatizo basi kuna mkono wa mtu. Tatizo ni wewe mwenyewe wakati mwingine. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, na hamtopatwa na msiba wala janga wala tatizo wala jambo lolote baya isipokuwa tu imetokana na nyinyi wenyewe, ni kutokana na yale mlio ya chuma, kutokana na mikono yenu. Leo hii upigaji wa ramli umekuwa ni kitu cha halali. Sijui kwenu hapa na Ngadi, kwetu sisi kuna baadhi ya maeneo mtu haoi mpaka angalie nyota. Nyota inatazamwa. Mganga wa kienyeji, mpiga ramli, mchawi, gwiji, lazima ndio apangilie ile harusi. Anasema hii harusi inatakiwa ifungwe saa 9 usiku. Saa 9 usiku, 10 usiku kuna harusi zinazofungwa. Mshai kusikia nyinyi ndoa inafungwa saa 10 usiku? Kabla hata adhana ya kwanza ya alfajiri. Ni maelekezo ya waganga na washirikina. Wana vitabu vyao, Sa'atul Khabari, kitabu cha nini, cha nyota. Nyota yako inaonyesha hivi, mpaka baadhi ya watu wanapooa au kuolewa majina yanabadilika siku ya kufunga ndoa kwa ajili ya kutazama nyota tu na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Utakuta mtu siku inafungishwa ndoa ya fulani bin fulani, naam, nakozesha mwanangu Fatima, anasema hapana, namuoa sikujali. Mimi nishawahi kuhudhuria ndoa, baba anasema nakozesha mwanangu Fatima, wallahi naapa kwa utukufu Allah, sitoi kama mfano tu ninogeshe muhadhara wangu, tukio nimelihudhuria Dar es Salaam. Mzazi anasema nakozesha mwanangu Fatima, mtoto wa kiume, sikumbuki jina aliyotaja, ni sikujua, sikudhani, sijui alisema, mpaka mzee akasema umemzaa wewe, nimemzaa mimi. Basi wewe si huoi mwanangu, unaoa mke mwingine. Mtoto wa kiume anakuja kuambiwa, asema mganga wangu. Kwa hapa nyinyi mnasema mganga wangu kaniambia ukimuoa na jina la Fatima atakufunika, atakuweka hapa nyota yake kali, mbadilishe jina pale unapofunga naye ndoa, muite sikujua. Mvutano kati ya baba mtu na yule kijana. Baba akasema kamtafute sikujua bwana, mimi sina sikujua ndani, mimi na Fatima mtoto wa Mtume Muhammad. Ni msiba huu. Tuamke jamani. Jambo dogo kumpiga ramli niangalizie. Atakwambia siku anaikuroga mama yako ile kuzaa, utaamini? Na wanasemaga hivyo kina mama wa Kiislamu. Sisemi wote, lakini wapo katika nyinyi wanapenda sana mambo haya.
kwa mganga, kila dakika kwa mganga, kwa babu, kwa mwalimu. Wanaitwa walimu siku hizi, wanaitwa wataalam, wanaitwa mafundi. Anaweza kutengeneza umeme hii kamera anaweza kuiwasha kama yeye mtaalam, na vyeti anapewa. Basi mwisho ataitwa profesa, daktari, sifa zote, na atakwenda ataitwa nabii. Ana utaalamu gani? Kwa kuharibu watu, kwa kufuga majini, kwa uchawi. Acheni jamani, rudini kwa Allah. Alaysa Allahu bikafin abada? Hivi Allah hamtoshi mja wake mpaka mja anampa Allah mgongo anakwenda kwa mganga? Angalia Mtume Muhammad anasemaje, man ata arrafan, mwenye kumjia mpiga ramli, kuhani au kahinan au kuhani, fasaddaqahu bima yaqul, akapigiwa ramli, akapewa taarifa, tatizo jirani yako ndio mbaya wako, akaamini, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, huyo ameyapinga na kuyakufuru yote yaliyoteremshwa juu ya Mtume Muhammad. Atakwambia anaikuroga ni baba mmoja hivi mweupe mrefu mtaani kwenu, na ngadi nzima hamna baba mrefu mweupe. Ina maana kile utakapomwona mtu kang'ang'aa kidogo unajua ndo mchawi huyo, si ndio bwana? Ni fikra za kipotovu za mwaka 47. Imani zimetoweka mpaka leo. Mtu mzima akiishi miaka 90 100, babu au bibi, anaonekana tayari mchawi. Kwa nini? Kwa nini mkongwe mpaka leo yuko hai? Ni neema ya Allah kamruzuku bwana, aendelee kuishi. wama kana li nafsin an tamuta illa biidhnillah kitaban muajjala, nafsi haiwezi kufa isipokuwa kwa idhini ya Allah. Muda wa mtu utakapofika ataondoka tu. Allah anasemaje ndani ya Qur'ani tukufu, fa idha jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wala yastaakhirun. Ahadi ya mtu kifika hatotangulia saa wala hatochelewa saa, atakufa siku ile ile. Macho yake kidogo mekundu, ana matatizo ya macho, tayari mchawi, ana macho mekundu. Ni fikra za kipotovu kabisa. Umma huu wa Kiislamu hawezi kutengamaa, hawezi kufanikiwa mpaka wahakikishe, wathibitishe tauhidi na aqida. Hapo ndipo sisi tutafaulu katika ulimwengu huu. Na nitoe bishara kwa Waislamu wote waliohudhuria katika uwanja huu, katika wilaya hii ya Nangadi. Hata ukienda siku ya kiyama kwa Allah ukiwa una madhambi, Nangadi nzima inajaa kwa madhambi, lakini katika madhambi hayo huna shirki hata moja, kuna uwezekano mkubwa wa wewe kuingia peponi na kusamehewa madhambi yote yale. Ni hadithi ya Mtume Muhammad. Mpokezi ni Mtume Muhammad kutoka kwa Mola wake. Hadithul Qudsi, Allah anasema, ya ibn Adam, law ataitani biqurabi al-ardi khataya thumma laqitani lam tushrik bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Ewe mwanadamu, utakaponijia siku ya kiyama, ardhi nzima umejaza machafu na madhambi matupu, lakini katika madhambi hayo hujanishirikisha hata mmoja. Ulikuwa na mabaya mengine tu, kwenye tauhidi ulisimama, hujawahi kufanya shirki hata kwa bahati mbaya, basi nami ninakuja na msamaha mkubwa kama ule ukubwa wa ardhi uliojaza madhambi. Lakini ukiwa na thawabu bilioni 50, katika thawabu hizo, katika matendo yako pia kuna shirki, ujue matendo yote yanabatilika na uwezekano wa kuchomwa katika moto wa jahannam ni mkubwa sana. Kuvaa hirizi ni shirki. Kuvaa hirizi ni shirki. Alimuona Mtume siku moja bwana mmoja ana hirizi. Hirizi, mnajua hirizi? Akamuuliza, hii nini? Akasema, nimevaa minal wahina, kuna ugonjwa fulani umeenea Madina unaitwa wahina, ukivaa kinyuzi hiki tu basi ugonjwa ule unaipuka, ni kinga. Mtume akamwambia, unbudha anka, ivue haraka kabisa, fa innaka law mitta wa hiya alayka lan tufliha abada. Ukifa hali yako umevaa hirizi lako hili, huko akhera hautofaulu hata kidogo.
Mtume anasema katika hadithi nyingine, man allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu, mwenye kutundika hirizi Allah hatomtimizia mambo yake. Angalia wafanya biashara wa Kiislamu, maduka yao, ingia dukani tu achelewe kukuhudumia, alafu piga macho yako juu, utakuta bahasha imeandikwa hirizi juu kule. Kinga anakwambia kuvutia wateja. Soma sasa ile barua utakimbia. Kiarabu si Kiarabu, Kichina si Kichina, hisabu humo ndani, rula imechorwa humo, ramani ya Msumbiji humo ndani. Toka lini kinga inabandikwa nyumbani? Kinga husomwa kwa mdomo. Ndivyo ilivyokuwa. Sasa hivi kama wanavyosemaga ndugu yangu, wamegundua kuvaa hirizi mkononi, wanaona aibu, wanaumbuka, wanavaa viunoni, ndani wanaficha. Sio sahihi jamani. Kwa hivyo katika mambo matano ambayo humpeleka mtu peponi kumwepusha na moto, jambo la kwanza kuthibitisha kumwabudu Allah na kutomshirikisha na kitu chochote. Ibada jambo la kwanza, na kujiepusha na shirki ni jambo la pili. Jambo la tatu, watuqimu as-salah, na usimamishe sala tano. Na tumeshazungumzia sala na umuhimu wake na sote tumesikia. Ama jambo la tatu, watuutia az-zakah, na utoe zaka.